Alhamdulillah thumma wassalatu wassalamu. Sikilizeni klipu hii ndani ya kuelezwa ndani ya aya moja, inna anzalnahu fi lailatul qadr, hakika tumeiteremsha Qur'ani katika lailatul qadr, usiku wenye heshima mkubwa kabisa, usiku wa mwezi wa Ramadhani, usiku ambao umejawa na baraka, usiku ambao Allah ameweka mambo kede kede yalokuwa mazito. Ijulikanavyo, Qur'ani ilikuwa ikiteremshwa kidogo kidogo katika miji tofauti. Ndani ya mji wa Makka na mji wa Madina zilishuka aya zilizoshuka Madina, zikashushwa aya zilizoshuka Makka. Aya za azabu zimeteremka Makka, aya za kubashiria mambo mazuri na pepo zimeshuka Madina. Usiku ambao umejawa na utukufu, mmoja wenu asikose na kheri hii na ofa kabambe Allah tabaraka aliyoiandaa. Si vyema kuishi unavyojua wewe mja, mche Allah tabaraka wa taala ukweli wa kumcha. Usiku huo hupatikaniwa mathawabu, majority ya thawabu kama za yule aliyefanya mambo mema, amali njema ile kwa zaidi ya miaka 1000 ujira wake. Na mwezi huu ambao umefichwa, usiku huo umejawa na baraka, usiku wa Lailatul Qadr, usiku uliopewa heshima. Malaika hushuka wengi kwa wingi wao wa malaika. Mwezi wa Ramadhani tujitahidi zaidi ndugu zangu katika kusiwa katika kheri na kuwa katika 10 la mwisho, hasa katika usiku wa kuamkia mwezi 23, mwezi 25, mwezi 27 na mwezi 29. Basi atakaye kujua yakini ya kuwepo na kupatikaniwa baraka na usiku huo, basi asisite kuangalia Suratul Qadr, sura ambayo imeteremka Maka na habari zake zikashuka baada. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, hakika tumeiteremsha Qur'ani katika Lailatul Qadr, usiku wenye heshima mkubwa kabisa, usiku ambao ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lailatul Qadr khairu min 1000 shahr, huo ndio usiku wa heshima, huo ni bora kuliko miezi 1000. Tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amri, salamu hiya hatta matla'il fajr. Huteremka malaika na roho za viumbe watakatifu watukufu katika usiku huo, wale ambao watakaojipinda na kumwomba Allah usiku wa manane katika viamo vyao. Vile vile tukumbuke Allah tabaraka wa taala, yeye ndiye mjuzi wa kila kitu. Kuangalia tafsiri ya Suratul Qadr na ubora wake katika haya tunawaambiwa.